Kwingineko, wakazi wa eneo bunge la Navakholo kwenye kaunti ya Kakamega leo wameshiriki maandamano ya amani kulalamikia kuhangaika kutokana na barabara mbovu kutoka Shianda Malaha Kaunda hadi Nambacha, wakisema Rais William Ruto na viongozi wengine kutoka eneo hilo waliwahadaa kuhusu kuweka lami kwenye barabara hiyo. Kwa sababu hii njia haipitiki sasa, si ndio? Nasema uongo ama ukweli? Njia inapitika haipitiki? Inapitika haipitiki? Tuongee tusiongee? Sasa sisi tunataka kusihi viongozi ambao tumechagua tufanyie kazi. Kama hawezi weka lami kwa hii barabara, at least walete grade hapa ifanye maintenance, ndio? Barabara kutoka Malaha kwenda Nambacha haipitiki. Yaani hata ukuwa na mgonjwa unashindwa unapita wapi. Hii barabara watu walikuja mpaka tuambia wanaweka lami. Lami imekwama pale. Wangu tukutana naye kwa matanga anapanga watu kwa laini kuwapatia 100. Hii barabara kutoka Malaha Nambacha hadi Navakholo haipitiki. Hizi ni wa mama mboga, juzi waliniangusha kwa maji na nyanya zangu zikapotelea kwa maji. Sasa nataka kusema Wangwe afanye mpango atengeneze hii barabara. Kama si hivyo Wangwe nyumbani. Na sisi tumelia sana hii barabara kwa radio, lakini viongozi hawasikii. Viongozi kuanzia chini MCA, senator, sijui nani, mpunge wote waende tu nyumbani kufikia kwa Songo. Sisi tumechoka kabisa sababu hii barabara kutoka Malaha kwenda Nambacha ni mbaya sana. Hii mto wakuja tuambie hii mto inaitwa mto gani sababu haiko kwa jiografia. Hii swala la hii barabara imekuwa campaign tool from 2013 because from 2013 hata imekuwa 2017 Mheshimiwa William Ruto alisimama pale Shanda akasema hii barabara imewekwa lami. Lakini ukikuja kwa barabara yenyewe haina lami. Na sisi tunasema mheshimiwa ambaye tumechagua ambaye ni MP wa Navakholo, yeye amefanya na serikali zote tangu akuwe MP na tujaona matunda. Kwamba akuja atengeneza barabara, asipokuja atengeneza barabara, yeye aende tu nyumbani, watuletee mheshimiwa mwenye atajali maisha yetu, atajali barabara. Tuko na viongozi tuliwachagua na tuliwachagua kwa sababu ya hii barabara. Sasa nashangaa kwa nini hawatusaidii. Wanataka kurudi tena kutudanganya juu ya hii barabara. Mara hii kama wamama tumesema hatutadanganywa tena. Sisi tutasimama kutetea maslahi yetu na tunaomba ya kwamba waheshimiwa wajitokeze na watusaidie. Wana wamepitisha hapo mziko ni kujaribu. Na sio kwamba hatuna viongozi. Tuko na viongozi tuliwachagua na tuliwachagua kwa sababu ya hii barabara. Sasa nashangaa kwa nini hawatusaidii. Wanataka kurudi tena kutudanganya juu ya hii barabara. Mara hii kama wamama tumesema hatutadanganywa tena. Sisi tutasimama kutetea maslahi yetu. Hata ukikuwa na bibi mwenye anaenda hospitali, mimba inaweza toka kwa njia. Kashanda mpaka Malaha. Kazo tunamwangusha kwa hii barabara kwa maji na kazo sasa akulipi, tunabeba vitu vya duka tunaangusha kwa maji. Mtu wa duka anakataa kutulipa kwa sababu barabara ni mbaya. Jana niliangusha mama mwenye anaenda kuzaa. Sasa kufika huko mama akanistaki juu ya barabara. Mimi naomba mheshimiwa mwenye ako anatusikia saa hii. Tunaomba ya kwamba akuja atengeneza barabara, asipokuja atengeneza barabara, yeye aende tu nyumbani.